kisa na mkasa. Lakini ukija unaambia nikupe shilingi 1000 ukanywe gongo wako na watoto wako chakula, na naona wananchi wewe ni kiongozi, wananchi wanazidi kupata shida. Kina mama wanaamka saa 10 za usiku wanapeleka mchicha wao gongo la Mboto wanakabwa. Siwezi kuamini wewe ni kiongozi. Hakuna mwenyekiti anaweza kupinga polisi, kwa sababu kwa mujibu wa katiba majukumu makubwa mawili ya mwenyekiti ni ulinzi wa raia na mali. Isitoshe Bakari Shingo jinsi anavyoongoza serikali za mitaa ni vizuri tu. Huduma yake inaondoka mpaka hadi saa 5 usiku. Kama hujamkuta serikali za mitaa unamkuta hapa barabarani ofisini kwake, unahudumiwa, unaondoka. Mimi naweza kusema si kweli. Lakini mwenyekiti wetu tunaishi naye vizuri. Mwenyekiti wetu yale hana shida, usafi unafanyika vizuri. Serikali jamii wenyewe wapo wanaendelea na shughuli zao. Wanalipwa malipo yao mazuri mpaka sasa hivi, sio tatizo la mwenyekiti wa serikali za mitaa. Okay, wananchi wengi lakini wametuambia kwamba hakuna ulinzi shirikishi katika mtaa wenu wa Gongo la Mboto. Si kweli. Wewe unajua ulinzi shirikishi? Najua wapo. Mimi biashara zangu ni hapo nafunga saa 6 usiku. Maana naanza sasa hivi Ngegolini mpaka saa 6 usiku. Wenyewe wanapishana nao ukiwa naenda kufuata mzigo wangu machinjioni na kutana nao. Wakisema hawapo, huo ni uongo. Kwa hiyo ana kama chuki binafsi na mwenyekiti. Chuki binafsi. Isitoshe Bakari Shingo jinsi anavyoongoza serikali za mitaa ni vizuri tu. Huduma yake inaondoka mpaka hadi saa 5 usiku. Kama hujamkuta serikali za mitaa unamkuta hapa barabarani ofisini kwake, unahudumiwa, unaondoka. Na hisa hamna tatizo lolote kuhusu mwenyekiti wa serikali za mitaa. Majukumu makubwa mawili ya mwenyekiti ni ulinzi wa raia na mali. Sasa ukiona mwenyekiti anapinga ulinzi, unajua basi kuna shida. Lakini mimi sipingi ulinzi na support ulinzi. Na nimekuwa nafanya mikutano tofauti, na hivi karibuni nimepata mkuu mpya wa polisi posti, na tumezungumza kutengeneza ratiba ya kuzingatia vikundi vyetu kujua kwa nini vinawasiwasi. Sasa wengine ni wadau. Kile kunaambia nikupe 50 30 kwa ajili ya ulinzi shirikishi, tununue virungu, tununue mikoti, tununue tochi kwa ajili ya kulinda raia. Niko tayari. Lakini ukija unaambia nikupe shilingi 1000 ukanywe gongo wako na watoto wako chakula, na naona wananchi wewe ni kiongozi, wananchi wanazidi kupata shida. Kina mama wanaamka saa 10 za usiku wanapeleka mchicha wao gongo la Mboto wanakabwa. Siwezi kuamini wewe ni kiongozi. Ukweli ni mdogo, japo inawezekana kwa sababu swala la uporaji huo na nini tuna bado kipo. Kinachotakiwa kwenye kushirikiana ni maisha ulinzi. Hiyo habari ya mtu kuzungumza kwamba kabla ya mimi kuwepo kwamba ulinzi kuwepo hiyo miaka 2.5 au 3 nyuma, hizo ni propaganda. Kwamba watu wanachanganya kazi, wanachanganya na siasa. Na ujue kwamba huu mtaa hiyo maneno ambayo yamekuwa yakijitokeza sana, lakini unapofanyika uchunguzi inaonekana ni pumba. Kwa hiyo habari sio kweli. Na labda unaambia ni upande gani imeenda hii, tuzungumzie kwa upande mmoja. Sisi sio wataalamu sana wa kumtaa, lakini ni bendeni chini kule ndipo tumeenda. Serikali za mtaa? Serikali za mtaa pale kwako, hapo unaenda mbele kidogo. Kama unaenda kulia. Kama ukisimama kama unaenda kuingia kulia. Okay, kule kuna kikundi kinaitwa Tuliza Mtaa. Hiyo kuna kikundi kinaitwa Tuliza Mtaa. Na kikundi kile kipatikana ile tuliita zoni. Kwa hiyo tuna utaratibu wa mikutano, kwa wananchi wanakuja, tunateua na kikundi chetu cha ulinzi. Shida yenyewe kuwepo kwa kipande kile, wananchi hawajitokezi kuchangia gharama za ulinzi. Na hata mwanzo tulipojaribu kuweka angalau kila mtu anatoka kulala, matokeo yake watu wakawa hawawezi kutoka kwa sababu ya majukumu mengine. Kwa hiyo tukakubaliana kwamba tuunde kikundi cha watu maalum. Na ili kikundi kiendelee kuwepo, maana yake wananchi wafanyaje, wachangie zile gharama. Sasa kuna changamoto hii ya wananchi kutokuchangia zile gharama. Kwa ndio shida iliyoko pale, lakini bado ni kama mwenyekiti wa mtaa na mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama ya mtaa, sikati tamaa. Bado nitarudi kama kuna shida tena imebuka tena namna hiyo, lakini la msingi wananchi wajue wajibu wa ulinzi shirikishi ni wananchi wote kwa mujibu wa sheria. Na ninapofanya hao vikao mimi wanatakiwa waje wa support. Kutokushiriki ulinzi ni kosa kwa mujibu wa sheria. Okay, kuna shutuma pia bado wananchi wanazungumzia kwamba ikitokea kuna ambao wamefanya uhalifu wanapelekwa ndani labda wamekamatwa siku 2 tu au moja tu, wanaona mtaani na aliyoenda kuwatoa kuwekea dhamana na nini ni wewe kama mwenyekiti wa serikali za mtaa. Na ukweli wote hiyo yote ni kituko. Kwanza hiyo kitu haiwezekani. Yaani siwezi kuondoka mimi mwenyekiti kwenda kumwekea dhamana mtu mwenye tuhuma za uhalifu katika sura hiyo. Labda wanachozungumza wao ni kwamba na hiyo ilikuwa hata jeshi la polisi kwa analaumiwa kwamba anapelekwa mtuhumiwa siku 2 3 amefanyaje? Ametoka.
Wakati mwingine unafahamu kama mwenyekiti, natakiwa nitoe barua za udhamini kwa watu. Mtu anachukuliwa na peko polisi. Polisi anapelekwa mahakamani. Na siku hizi bahati nzuri kwa sababu ya msongamano wa watu, mkiona hata wananchi wanaokamatwa mtaani kwangu wakifikishwa stakishari, jioni, asubuhi, chaji haraka mahakamani. Sasa kule akienda ni haki, bado mahakama ndio inachambua jambo. Mahakama ikisema inampa dhamana, mimi nakataa. Umeelewa? Kwa hiyo mimi mwananchi akija nataka nikachukue dhamana ya mwanangu, ya mdogo wangu, kijana wangu mahakamani, mimi sina mamlaka kukataa kwa sababu ni kwa mujibu wa sheria. Kinachotakiwa ni pale tunapokamata wapeleka kule mahakamani, walalamikaji wafanyeje? Wafike. Na hiyo ndio tatizo lililo baadhi ya wakazi mtaa. Kama unakamata vibaka unapeleka waende mahakamani. Hili jambo hata ukienda kwa OCD pale kwa OCS takichoka likuta. Matokeo na pale wakishapeleka mahakamani hawana la ziada. Mahakama imetoa dhamana, mtu apewa dhamana ni haki yake. Hiyo ndio ninavyojua. Okay, kwa hiyo ulinzi shirikishi mtaani kwako upo, isipokuwa ni siasa tu za baadhi ya watu. Mtaa kama mtaa ujue ni mkubwa. Nilipata kuunda vikundi 8 vya ulinzi. Na shida iliyopo ni kwamba hiyo swala la kuchangia. Sehemu ambayo nataka kukwambia ina ulinzi 100% ni sehemu yote ya barabarani, ambayo kimsingi wafanyabiashara na wa aina zote wao wamekubali na hawana pingamizi kwenye kuchangia hizo gharama. Hiyo ndio sehemu ambayo inafanyaje, ina uhakika. Aidha kwa huko ndani kwa kupitia doria kikosi ambao wanakuja huwa wakishirikiana na ulinzi shirikishi ambao ni kikosi cha barabarani. Nakumbuka nilikwambia tumetengeneza zoni. Kwa hiyo zoni ya barabarani yenyewe inafanya kazi na hata polisi wanapokuja wanaitumia hiyo kuingia huko ndani. Lakini bado jukumu la msingi watu wa ndani wanatakiwa wakubali kuchangia hizo gharama, wasiweke uzembe kutegea watu wa barabarani kwamba wachangie gharama za ulinzi kwa Swahilini. Huko ndani washiriki kuchangia, na anasisitiza tutafanya zoezi tena mkoa wetu mpya aliyekuja, tuzunguke tuhamasishe ulinzi. Kuna wananchi kuna mama mmoja alizungumzia kwamba kuna kiongozi mkuu wa kituo cha polisi hapa Gongola Mboto waliwahi kumuita akaja akamlalamikia kuhusiana na swala la kukosa ulinzi shirikishi. Ule akasema kwamba atamuita mwenyekiti na mtalizungumza. Baadaye miezi miwili sasa haoni chochote kinachoendelea. Ni kweli hiyo habari na mimi nilisikia, lakini kuna kituo kimoja cha ajabu sana. Nakwambia watu wanachanganya mambo ya ulinzi na mambo ya siasa za mitaani. Kwa mfano, mkuu wa kituo anahitaji mkutano wa wananchi mtaani kwangu kwa kituo kama kile. Anatakiwa yeye na mimi tushauriane kwa sababu ya changamoto za usalama, tuingie mitaani tuitishe, na mimi nikiwepo mwenye mtaa. Sasa mimi ndio nabaki kwa mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama. Mimi ndio mwenye watu. Mimi ndio mwenye mamlaka ya kuita. Sasa yeye kama aliondoka, maana nilisikia kwamba walienda wakaitana huko wakajadili. Sio naona alishindwa kuja kuniambia. Na hata alipokuja kunifikishia ujumbe baadaye nilienda mbele ya OCD. Kama ndio utaratibu. Kwamba tunaingia mitaani kwa sura ipi. Lakini ukizama huko ndani, sawa? Ndio maana ameondoka. Kuna vitu vya ajabu vituko huko ndani. Sasa utafanya kitu gani kwa sasa hivi ili kuweza kuondoa hili tabaka la baadhi ya wananchi wanakulalamikia kwamba unashirikiana na wahalifu kwa kwenda kuwatoa vituoni pale ambapo wanakutana na tuhuma? Utafanya vipi pia katika hii mitaa yote hii walau wananchi waone wao walinzi shirikishi wakifanya kazi yao? Kwanza utambue kwamba mimi sio pesa ambayo inaweza kapendwa hata na kichaa. Mimi binadamu. Sawa? Kwa mimi wajibu wangu kama nilivyokuambia baada ya yule mkuu wa kituo kuondoka. Unajua kuna mambo mengi huwezi kusema hadharani. Lakini hivyo kana na OCD, nilipokaa na OCS stakishari kufikia mahali kakubalika kimsingi kwamba kuna kila sababu za kufanyaje kubadilisha mkoa. Mkuu wa kituo mpya aliyekuja, tumekutana, tumekaa kikao, tumepanga utaratibu na namna gani tutaanza ziara tuzungukie katika zoni zetu ili kuangalia hayo vikundi vyetu kwa nini vimeshindwa kufanya vizuri. Lakini msisitizo ndio pale sehemu kubwa ya vikundi vyetu kushindwa kufanya ulinzi, wananchi wachangie. Labda ungekuwa umeniuliza hilo kabla hujaenda, ningekwambia hebu huyo mwananchi akaonesha angalau risiti tu hata ya mwezi huu kwamba yeye alichangia ulinzi shirika. Sasa vikundi vyote vina risiti. Sasa ni vizuri mtu aseme kwamba mimi nilichangia, anaonesha nini? Sasa sichangii kwa sababu ulinzi mtu akuta kitu kama hicho. Mtu analalamika lakini anataka alale ndani, anataka alindwe bila kuchangia gharama. Kwa mimi nasisitiza kwamba jambo la msingi ni kuchangia gharama ama kujitokeza wewe mwananchi ulinde. Sheria yetu inasema ukiwa naishi manispaa yetu ya Ilala, wewe mwananchi unatakiwa ulale ama ulinde saa 8 mfululizo.
Sasa mtu ukiangalia saa 8 hapa kaambiwa changia 5,000, unakuta kwa uvivu anachagua 5,000, nafikiri kusikia 5,000 hatoi. Ama anaambiwa 3,000. Kwa mfano kikundi huko chini wao walipendekeza 2,000, walipendekeza shilingi 1,000 na shilingi 2,000. Lakini bado watu wakawa wafanye nini? Kwa hiyo huwezi kutaka uondo bila kufanya matendo, haiwezekani. Ni kutokana na ishi na watu vizuri wengi, na isitoshe wakati tunapiga kura hapa tunamtangaza mwenyekiti wa serikali za mitaa. Yaani vijana, yaani kiufupi vijana wengi wanamsupport mwenyekiti. Kwa hiyo wale vijana wengi wakishamsupport basi kuna baadhi wengine wanamkataa. Kwa nini unahisi wengine wanamkataa? Mtu anaweza kukataa bila sababu? Sababu si ndio hizo, huwezi ukapendwa kila mtu kama hela, labda hela tu pekee yake. Mtu hawezi kukubali. Kila mtu akubali wewe. Baadhi wanakubali, baadhi wanakataa. Kwenye polisi jamii au ulinzi shirikishi, kuna hata mmoja unamjua ni jamaa yako au ndugu yako au yote? Na wajua nikiwaona sawa majina yao ndio si. Kiwaona tu najua huyu ni mwenyekiti, kwa hiyo najua huyu kama ni askari jamii. Najua wapo. Kwa hiyo hawa watu wengine ni wanamsingizia. Wanamsingizia tu mwenyekiti yuko vizuri. Wajibu wangu ni kama tumetengeneza ratiba, tutakutana na mkuu wetu kituo mpya kama tulivyozungumza kwenye kikao tulichokaa mimi na yeye na mtendaji wetu kwamba tutaandaa ratiba nzuri, tutazunguka kwenye vikundi vyetu kwa sababu vikundi kimsingi vina uongozi ambao mimi naujua huko. Kila tutapokuwa tunatembelea tutawaambia uongozi tunakwenda, tuhamasishane tena. Ni jukumu letu wote tunaoishi Gongo la Mboto, ni jukumu la kisheria kwa sisi wote na ni jukumu kwa mujibu wa sheria zetu. Mtazamaji wangu wa Kisa na Mkasa, nimemaliza na mheshimiwa mwenyekiti wa mtaa huu hapa wa Gongo la Mboto. Umesikia wananchi wakilalamika, lakini pia umemsikia mwenyekiti mwenyewe naye akizungumza kutana kile ambacho tumemuuliza. Asante sana kwa kuweza kuangalia kipindi cha Kisa na Mkasa. Tukutane tena wiki ijayo kwenye Kisa na Mkasa nyingine. Huenda tukawa mtani kwako au kwako wewe mwenyewe. Shukrani sana, bye bye.